hivi. Bwana Yesu apewe sana. Haleluya. Amen. Alikaa mtu akafundishwa. Ndio. Sisi kama yeye mmesimuliwa. Ndio. Sisi alikuwa anatufundisha. Siku nyingine anasema baba yake akamwambia akazoe mchanga, anaenda anazunguka. Kwa hiyo vile wao wanataka kusudi kubwa ndio wanatengenezwa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kulikuta kama unapita kwenye mateso fulani. Yale mateso ambayo unapitia ni kwa sababu kuna namna Mungu anakutengeneza. Kuna watu kule mbele usikubali kutengenezwa, usikubali kazi utengenezwe. Ukikutana nao kazi itakushinda utarudi nyuma. Kwa hiyo usikubali kuvumilia utengenezwe. Ikiwezekana ukaa chini kidogo uchapwe, lakini mwisho siku kuna watu ukikutana nao ushinde ile vita. Kwa hiyo unapokuwepo wewe ibadani, ukiona Baba anakukaribia si kwa sababu hakupendi, anakukaribia kwa sababu wewe anakupenda. Haleluya. Bwana Yesu apewe sasa. Mimi nawaambia watu hivi. Yaani ukiona umeshindwa kunionya. Yaani kuna mtu yoyote, yaani kuna muda. Yaani hapa hii ni kwangu ndo sauti ya mwisho. Awe baba yangu, mama yangu, mume wangu, yoyote hapa mimi ndo sauti ya mwisho. Anapiga chini na kaa. Lala chini na lala. Njoo unamnawi sina nawi nakuja. Haleluya. Basi mmoja mtu mmoja sasa hivi nimeona mchungaji wenu unamnyenyekea mnaogopa sana. Nikamwambia mimi sijawahi kuogopa mchungaji. Sijawahi kumnyenyekea mchungaji. Ninamnyenyekea Mungu kwa sababu kuna mahali Mungu amenitoa. Haleluya. Unajua kwa nini? Na ujasiri kusema hivi. Mungu alipoongea na Musa, akamwambia Musa hivi, wana wa Israeli wao watakuwa Mungu kwao. Na ndio maana ukisoma habari za Daudi, anasema Sulemani mwanangu, umjue Mungu wa baba yako. Kwa hiyo mimi bila baba yangu napaswa kuolewa nisikie huyo Mungu leo. Haleluya. Kwa sababu kuna mahali nikuwepo. Leo hii nimejua Mungu ni kwa sababu yake. Na leo hii nikifungua watu wakifunguliwa ni kwa sababu yake. Haleluya. Amen. Leo hii watu wengi hawataka kukaa chini kuandaliwa. Hawataka kukaa chini kutengenezwa. Kuna mahali kuna watu watenda kazi. Kuna vitu vigumu huko nje. Hapa kubali tu kuvumilia vizuri. Sawa. Yaani kuna vitu huko nje ukikutana navyo. Yaani mimi baba kama usingeniandaa mafika kuna watu ningepiga vitu ningerudi. Yaani ningerudi. Yaani kuna watu unaongea na kanao unaongea na unawaza hivi huyu. Yaani inakuwaje? Unawaza hapa ifike jioni nikamkaba kwenye mtoto mmoja afu aelewe Mungu ameniita. Amina. Lakini kama baba singenifundisha. Lakini kama vipi nisingesubiria majira. Haleluya. Amen. Kuna watu huko nje hawafai. Yaani kuna watu unapoona baba hapo unahisi labda anapata raha. Kuna muda analia hakwambii. Ndio. Kuna muda anaumia hakwambii kama anaumia. Kuna mazingira mengine ambayo washirika mkiwaangalia wachungaji, unaona yeye kwa sababu ana sifa ya ule utumishi mkubwa alionao. Kuna muda hao wazazi wetu wao ni wanadamu kama sisi, wanaumia kama tunavyoumia. Ndio maana kuna muda Biblia inasema kwamba Musa akapanda mlimani akiinua mikono, wana wa Israeli wanashinda vita. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwa neno la Mungu kwamba Yoshua alikuwa ni mtu wa vita. Haleluya. Amina. Wakati Yoshua ni mtu wa vita, alafu wale majamaa wengine akina Haruni na Huri, kazi yao ilikuwa ni kuinua mikono ya Musa. Haleluya. Bwana hapo kanisani kuna watu ambao kila mtu ana kitendo chake. Kama unavyoona nyota za mbinguni ni nyingi lakini hazigongani. Kila nyota ina sehemu yake kufanya kazi. Ndivyo ambavyo kanisa lilivyo. Kwa hiyo ukiwa hapo kanisani kuna mahali ambapo Mungu amekupa nafasi. Mungu amekuongoza kanisani, kuna kitengo amekupa. Lazima ukisimamia vizuri. Ikiwa wewe ni mwenye maono wa vita, kisha unapanda mlimani, unaenda huko porini kupigana na wanyama. Haleluya. Hakikisha Musa mikono yake haichoki. Hakikisha mikono ya Musa muda wote iko juu. Haleluya. Ukiona wewe ni Huri, kazi yako ni kunyanyua mikono ya Musa ili akina Yoshua walioko vitani waendelee kushinda vita. Haleluya. Ngoja nikwambie kitu. Hivi unajua akina Yoshua ni nani? Ndio. Akina Yoshua ni wachungaji ambao wako kwa mikoani. Ndio. Wanafanya kazi ya Mungu. Lakini akina Huri ni wana maombi ambayo Mungu amewaandaa. Ndio. Na sio wapo wazamiaji ambao akiingia kwenye maombi hafikiri kama kuna kitu kinyume. Na sio uelewa kuna mbili kanisa lifika mahali Mungu anataka liende. Haihitaji wewe. Inahitaji watu wenye maono. Unakuta kanisa lisipoona. Wakina Yoshua wanarudi wamenyong'olewa wamepigwa vita. Lakini kanisa likisimama kuomba. Ninaongea na mtu ambaye ndani yake ana msiba wa kufanya kazi wewe waombe. Unaweza kutoa, kufanya chochote. Unainua mikono ya Musa, Musa anachoka. Lakini kuna maeneo ukifika kufanya kazi, Musa anachoka. Na Musa akichoka, akina Yoshua wanapigwa. Akina Yoshua wakipigwa, kinachotokea mnalaumu. Haleluya. Amen. Kinachotokea ni lawama. Huyu
wa watu. Kitu hivi wapi? Tanzania yote imebebwa na mtu mmoja. Huko nje wanasema wewe uweza. Haleluya. Hivi nafikiri sasa kimwangalia na mwangalia kwa namna gani? Katika mambo zao. Kuna muda ukiingia